najisikia vizuri. Labda naweza nikasema namshukuru Mungu tu kwa sababu huwezi jua Mungu ana makusudi yake. Niwaambie tu kwamba marehemu Kanumba ni kupewa pongezi zake kwa kile alichokifanya kwa wakati huo. Lakini pia wakati huu ni wakati wa mtu mwingine. Mimi sio mrithi wa mtu yoyote. Mimi nimekuja kutengeneza kitu changu. Na nimekuja kuonyesha kitu changu. Kwa hiyo kusema kwamba nimekuja kwa ajili ya kumrithi mtu, hapana. Mimi naamini Mungu kanipa cha kwangu na nakipambania. Na nitazidi kukipambania. Naam, habari ya muda na wakati kama huu ndugu mpenzi mtazamaji na mwanafamilia wa Hatua TV, ni matumaini yangu hujambo na unaendelea vema kabisa. Karibu katika mwendelezo wa habari, burudani, lakini pia matukio tofauti tofauti. Leo binafsi naweza nikasema ni siku yangu ya bahati sana kukutana na moja kati ya watu ambao wanafanya kazi nzuri sana kwenye sanaa kwa sasa. Wimbi la filamu kwa sasa, watu wanasema bongo movie ilikufa. Hiki ni kizazi kipi ambacho kinaileta katika uhalisia sana. Sura hii wengi wanaifahamu. Kama wewe kweli ni mdau wa filamu nchini Tanzania, unaweza usiulize maswali mengi sana. Lakini kama wewe ni mwenzangu na mimi leo ndo umeigusa interview hii, basi tambua tupo na mwamba kabisa, RK. Kuna nini kilichotukutanisha naye leo? Ungana nami sambamba mwanzo mpaka mwisho wa hii video. Naamini unaenda kujua mengi ambayo either ulikuwa unayafahamu kiasi ama ulikuwa uyafahamu kabisa. Amejiandaa kutupa majibu ya maswali ambayo tumekuwa tukijiuliza kwenye filamu zake nyingi, lakini hata uhalisia wa maisha yake. Hii ni Hatua TV, ungana nasi sambamba mwanzo mpaka mwisho. Usisahau kusubscribe na kutana on notification kama bado hujawa mwanafamilia. Lakini Instagram na Facebook page yetu ni Hatua TV. RK. Naam. Mambo vipi mzee? Poa sana. Kwema. Kwema kabisa. Mimi mara kwanza nazungumza nawe kwenye simu nisema huyu mwamba huyu. Sijui yani ni mimi peke yangu na nakuwa sijui nisemeje. Naweza nikasema naguswa na hii sauti nzito au ni wengi wao wanakuambia kuhusiana na sauti yako. Sauti na mwili wako. Mwili ulivyo na sauti inavyotoka. Hujawahi kutana na comment ya namna hii? Comment za hivyo nafikiri ndo ni nyingi. Wengi wanasema sauti ni nzito, sauti ni nzuri. Kwa hiyo kiukweli namshukuru Mungu kwa sababu mimi mwenyewe sijui sauti yangu ni tofauti na mwili. Lakini pia ndo utambulisho wako vile. Ila mwili unakuja. Au ndio? Mwili unakuja. Ni swala la muda tu. RK binafsi si jambo, sijui mambo yanaendaje, harakati, life kwa ujumla. Kikubwa ni uzima. Namshukuru Mwenyezi Mungu, naendelea vizuri na niko poa kabisa. Nilikuwa namfahamu kipindi naanza kufuatilia muziki. Mimi muziki na uishi by the way. Kwa najua tu KRG baba, wengi walikuwa wafahamu maana KR. Kumbe ni kaka Rashid bwana, kwa sababu ni mtu mzima sana. Vipi RK? RK ni kifupi cha Revocatus Kelvin. Wow. Ambao ni majina yangu halisi. Uko kwenye pale tuna majina yako halisi kabisa. Yani pale ni majina yangu. Na ile tunga ile nimefupisha na jita RK Tunga kwa mitandao ya kijamii. Ile tunga ni Tungaraza. Kwa nimeifupisha tu. Sawa. Kwa NIDA hapa inasoma Revocatus Kelvin Tungaraza. Haya, huyo ndo RK bwana. Kama ulikuwa ufahamu jina lake leo, nishakwambia utafahamu mengi ambayo kwa namna moja ama nyingine ulikuwa hujui. Natamani tufahamu kwa ufupi sana historia yako bwana RK. By the way, hongera, unafanya kazi nzuri sana. Nadhani si neno jipya ambalo litasikika kwangu. Najua wengi wameshakwambia, wameshakupongeza. Basi nami kwa sauti yangu leo upokee tu hongera kwa kazi nzuri sana. Napenda tufahamu kwa ufupi sana, RK ni nani? Historia yako kwa ufupi sana na inspiration yako kwenye film. Safari yako ya film, mafanikio umeanza kuyaona lini kwa ufupi sana? Mimi nimeanza kuigiza 2018. Ndo nilianza rasmi. Lakini kuanza kabisa kuigiza toka mdogo, yani kuanza kuona labda nina kipaji cha kuigiza na nini toka nikiwa mdogo. Nilikuwa na hiyo kitu ndani yangu. Nilikuwa naambiwa tu mtoto wako ni mtundu sana, mtoto wako anapenda sana kuwaigizia watu. Mimi nilikuwa naigizia watu live. Kwa hiyo 2018 nilipokuja Dar es Salaam ndo nikaanza rasmi. Na kuanza kupata mwanga wa mafanikio ilikuwa ni 2024.
2024 mwanzoni kabisa. Tuseme mwishoni mwa 2023 kuingia 24, pale ndo nilianza kupata mafanikio. Mafanikio kwa maana ya kupata numbers YouTube, TikTok, kujulikana. Kwa nilinzia hapo. Mpaka sasa hivi namshukuru Mwenyezi Mungu. Jina linazidi kukua na kazi nazidi kufanya nyingi. 2018, 2024, miaka fulani sita iliyonyooka mizuri kabisa ya upambanaji. Mtu anaweza asichukulie poa kwamba Rakei yuko hapa kajua ni kaibuka tu. Natamani tufahamu Rakei ni mwenyeji wa wapi? Kazaliwa wapi, kama alibahatika kusoma pia kabla ya kuingia Dar es Salaam 2018? Na maana tuna miaka mingine hapo tangu kuzaliwa kwake. Ni mwenyeji wa wapi, asili yake, kama ambavyo wazazi waliambiwa mwanao ana kipaji cha kuigiza. Ilikuwa wapi kipindi hicho kwa utoto wake? Okay, kwanza asili yangu kabisa ni mtu wa Ukerewe. Babangu ni Mkelewe, kwa hiyo na mimi ni Mkelewe. Lakini nimekulia sana Mwanza, sehemu moja inaitwa Sengerema. Nimekulia pale, nimesoma shule ya msingi pale, baadaye nikahama nikaja Morogoro. Kwa hiyo form 4 nimeimalizia Morogoro. So baada ya form 4? Baada ya form 4 sasa nikaja Dar es Salaam, na kilichonileta huko ni kuigiza tu. Yaani ndoto zangu zilinivuta niachane na kitu kingine chochote, nifanye sanaa. Kwa hiyo hata kwa hiyo nikaamua hata masuala ya kusoma chuo na nini, nikaona napoteza muda. Kwa sababu niliona kitu ninachoenda kukisomea au kile ninachokisomea hakilileti kabisa na kitu changu ambacho kipo kwenye damu. Kwa hiyo nikaamua kuachana na masuala yote. Nikasema mimi kama kikitokea chuo au shule, basi iwe ni shule ya sanaa basi. Aisee, ulifanya maamuzi magumu sana, kitu ambacho kiukweli kinakuwa kigumu sana. Vipi nyumbani, wazazi walikuelewa kweli? Mama yangu na babangu mzazi walinielewa. Walinielewa yani, na walinibrace. Sasa mama yangu ananisupport sana, na amekuwa akinisupport sana, na amekuwa ni shabiki yangu pia. Lakini kwingine huko kwa ndugu zangu wengine, baba mkubwa kidogo, kulikuwa na mvutano. Yaani walikuwa hawapendi mimi nifanye hii kitu. Na wengine wakawa wananishauri kwamba fanya sanaa kama extra, alafu tafuta kazi ambayo itakuwa inakupatia kipato. Lakini mimi kwa sababu niliamini kwamba kipaji huwa kinazaa utajiri, na ukikionyesha ukiwa na bidii unafanikiwa. Kwa hiyo hawakuweza kunielewa mwanzo, lakini nilivyofikia hatua ya kujitegemea, kila kitu nafanya mwenyewe, kuna baadhi ya majukumu nayabeba mimi mwenyewe, hapo sasa wakaanza kuwa na imani na mimi. Kwa mpaka tunapozungumza sasa hivi hata wao wenyewe wananiheshimu sana. Wananiheshimu sana, na huwa nafanya baadhi ya vitu kwa kuwaonyesha kwamba kile nilichokuwa nakifanya kina umuhimu mkubwa sana kuliko nyinyi mnavyowaza. Kwa kuna sometimes ikitokea michango, wanatoa labda mchango ni 50,000, mimi natoa 200,000. Kuonyesha kwamba kile ambacho nilikuwa naililia ni hiki na kina faida hii. Uzuri ni kupongeze, haufanyi kwa ajili ya kukomoa, lakini unafanya kuwaonyesha na kuwapa elimu. Mimi naomba tuchukue nafasi hii kipekee sana tumpongeze sana mama yako mzazi popote alipo. Kwa kweli achukue maua yetu, lakini namshua vile vile. Kupata mzazi ambaye ni supporter kwako kwa kizazi chetu sio kitu kidogo mwanangu. Yaani watu wengi wanajua tunaamini kwenye elimu, nenda kasome, haimaanishi kwamba elimu ni mbaya, lakini kupata wazazi ambao wanaunga mkono vipaji vya watoto si wengi. So shout out kwa mama. Una kipi cha kumweleza kwa maneno machache sana? Kwanza namshukuru sana mamangu kwa kunisupport. Lakini kingine, Mwenyezi Mungu ambariki sana, aishi maisha marefu, na mimi namwahidi mamangu nitamtunza kwa hali na mali. La mwisho, nampenda sana. Na nini ushauri wako kwa wazazi wengine ambao wana watoto kama wewe, wengine labda wana talanta nyingine tofauti, si lazima wewe kwenye kuigiza, wana kipi cha kujifunza kutoka kwa mama Rakei? Mimi nafikiri cha kujifunza ni kuhakikisha wanatengeneza msingi wa kutambua kipaji cha watoto wao. Alafu wakishakitambua
wawape support. Kwa sababu usipompa support mwanao, kesho na kesho kutwa akija kupambana akatoboa mwenyewe, kuna mambo mawili yanaweza katokea. Kama si mtu mwenye huruma, basi atawaacha akifanikiwa. Lakini akiwa na huruma ndo anaweza akapata huruma ya kuwasaidia. Lakini mtoto akionyesha kipaji, usimfunge kwamba afanye kitu ambacho wewe unawaza kwamba kinaweza kikampa faida. Kwa sababu sasa hivi tunaona mitandao ya kijamii ndio inatufanya sisi tunaishi. Kwa hiyo mtoto akiwa na kipaji, ukaamua kukiendeleza, kukikuza na kusimamia, ni mafanikio makubwa sana baadaye. Mimi naamini mpaka sasa hivi kuna baadhi ya wazazi wachache ambao wanasupport watoto wao. Watoto wao wanajisomesha wenyewe. Na sio tu kujisomesha, wanawatunza hata wazazi wao. Kwa hiyo mtoto bado ni mdogo lakini ana uwezo wa kumlisha baba na mama yake. Kwa hiyo waheshimu sana kipaji. Kwa ukigundua mzazi ukigundua kwamba una mtoto na ana kipaji, usimfungie ndani. Mpe nafasi afanye. Naomba ni hadi comment hapo. Mzazi ukitambua mtoto ana kipaji, usimfungie ndani, mpe nafasi. Mimi ni miongoni mwa watu ambao tutazungumza behind the camera. Mimi mwenyewe sikuaminika kwenye ninachokifanya. Elimu yangu bachelor niliyoisomea na ninachokifanya ni vitu viwili tofauti. Lakini maisha yanaenda. Nadhani wazazi tuna mengi sana ya kujifunza. Nirejee kwako. Nilikuuliza historia yako kwa sababu kuna baadhi ya mikoa ambayo inaaminika kwenye vipaji. Bahati nzuri umepita mikoa ambayo of course ina vipaji sana. Mwanza untouchable, iwe kwenye muziki, kwenye filamu ndo usiseme. Lakini Morogoro umesoma pia untouchable kwenye vipaji, muziki, mpira na nini. Mwanza tunafahamu kabisa, Mungu ampumzishe mahali pema peponi, legendary, mtu aliyefanya makubwa na mapinduzi makubwa sana ya filamu nchini Tanzania, Stephen Charles Kanumba ni asili yake pale. Unajisikiaje kutokea mkoa huo mmoja na mwamba kama yule? Najisikia vizuri. Labda naweza nikasema namshukuru Mungu tu kwa sababu huwezi jua Mungu ana makusudi yake. Na labda pamebarikiwa ndio maana kuna watu wanatoka wako hivyo. Sawa. Sasa hizi watu wengi wanapenda unachokifanya. Naamini kuna comments nyingi sana. Na sasa hizi imekuwa kama kautani, sijui wengine na mock, sijui wanamaanisha, naona ukifanya vizuri sana huyu ndo mrithi wa Kanumba, huyu ndo mrithi wa Kanumba. Kwako vipi hizo comment? Mimi sio mrithi wa mtu yoyote. Mimi nimekuja kutengeneza kitu changu. Na nimekuja kuonyesha kitu changu. Kwa hiyo kusema kwamba nimekuja kwa ajili ya kumrithi mtu, hapana. Mimi naamini Mungu kanipa cha kwangu na nakipambania na nitazidi kukipambania. Kwa wanaomtaja Kanumba na watu wengine kwenye safari yako ya maisha unakipicha kuambia? Niwaambie tu kwamba marehemu Kanumba ni kupewa pongezi zake kwa kile alichokifanya kwa wakati huo. Lakini pia wakati huu ni wakati wa mtu mwingine. Kama ni wakati wangu basi tufanye hivyo. Nimependa comment yako kwamba wakati mwingine tunaweza tukawapa sifa zao wale waliochonga barabara pasipo kuwadogosha waliopo. Mimi ndio nilichokielewa kwamba tumpe heshima zake Stephen Kanumba. Lakini isije ikaonekana sasa kila tunachokifanya tunafanya kwa sababu alifanya fulani, si ndio? Exactly. Sawa. Nirejee kwenye kazi yako bora kabisa ambayo mimi naweza nikasema ni bora mno, ambayo mpaka mashabiki zako bado wanatamani iendelee licha ya kuwa na seasons 2. Siri ya Huba. Mwanzoni pale uliniambia kwamba ulianza kuyaona mafanikio mwishoni mwa mwaka 2023 kuelekea 2024. Ulijiona kwenye peak ama uliona kabisa mwanga mwaka 2024 mwanzoni. 2024 najua ni safari pia ya Siri ya Huba ilipoanzia. Naweza nikawa sahihi kwamba Siri ya Huba ndio iliyokuonyesha mafanikio na mwanga zaidi kwenye safari yako? Yes. Lakini nikizungumzia kazi ambazo nimezifanya, mimi nimefanya Bosi Mchawi. Mimi ndo mtunzi wa Bosi Mchawi. Lakini pia ndio mwandishi, director, lakini pia nimecheza kwenye Bosi Mchawi. Kwa Bosi Mchawi
ilinitambulisha zaidi. Kwa sababu kabla ya hapo nilitambulishwa na filamu moja inaitwa Kiume. Lakini nilipofanya Bosi Mchawi ikawa na kitu ikawa safari nyingine tena kubwa. Kwa baada ya Bosi Mchawi katikati nikaingiza Siri ya Huba. Kwa nikaingiza Siri ya Huba. Siri ya Huba ndio imefanya vizuri na imeenda sana na watu wanaipenda. Lakini baada ya hapo tukafanya Wrong House. Wrong House pia nikahusika kama mwandishi, mtunzi na director. Lakini pia sasa hivi kuna series inaitwa Last Chance. Last Chance pia nimehusika, japo sijacheza sana. Lakini mimi ndio nimekuwa director wa ile series na ni mwandishi. Kwa lugha nyepesi RK ni miongoni mwa watu busy sana. Busy sana. Mimi kwa siku masaa 24 naweza nikasema nalala masaa 4 tu. Baada ya masaa 4 nakuwa nimeshaamka. Either nafikiria au naandika au na direct au nacheza. Katika hizo kazi nilizozitaja. Kwa nakuwa niko busy kwa hizo kazi. Mimi naomba niwe mbinafsi kidogo, tubaki kwenye Siri ya Huba hapa kwa sababu ni moja kati ya mnisamee tu watazamaji, lakini ni moja kati ya filamu ambayo nadhani si mimi peke yangu, wengi sana wamevutiwa na uchezaji wako, ushiriki wako, lakini the story at the jumla. Nini ilikuwepo siri ya uandishi? Kwa sababu umeandika mwenyewe naamini. Kipi kilikusukuma zaidi kuiandaa ile filamu? Na je, tangu unapoanza mwanzo kwenye ile series kwa maana tamthilia, ulijua kama itakuwa na sehemu ya pili? Siri ya Huba kiukweli ni series ambayo wakati naiandaa niliangalia maisha halisi. Nikaangalia watu wanapitia changamoto gani, hasa vijana. Kwa hiyo nikawaza, kuna tukio moja tu niliona. Hilo tukio lilitokea miongoni mwa familia yangu. Alikuwa ni mtu mmoja, ni rafiki yangu. Kuna tukio fulani lilifanya. Kwa walivyofanya ile tukio, nikaona hii kitu inatakiwa niitoe kwa watu wengine na waweze kuona. Kwa nilipopata lile wazo nikasema ngoja niandike hii kitu alafu niite Siri ya Huba. Kwamba kwenye mapenzi au kwenye mahusiano kuna siri kubwa sana. Na kila mtu ana siri yake. Yaani watu wawili wanaopendana, kila mtu ana siri yake kwa mwenzake. Na kila mtu amemfichia siri mwenzake. Kwa mtu anaweza kuwa anaimba na kupenda lakini kumbe moyoni mwake kuna siri, aidha kuna mtu mwingine anampenda zaidi yako. Kwa ndo nikaona ngoja nikae chini niandike kitu na nashukuru Mungu nilipoandika watu wakapokea na kazi imeenda vizuri. Nitarajia kama utakuwa na muendelezo wa season 2 au baada ya mapokezi kakupa nguvu ya kuendelea kuandika zaidi. Maana najua tamthilia mnaweza mkao mnaandika kila siku. Kuhusu muendelezo nilitamani niishe. Nilitamani niishe ili nianzishe kitu kingine. Lakini kabla ya kuimaliza nikawaza kwamba watu bado wanahitaji sana. Yaani kila nikifikiria namna ya kuimaliza ndo nazidi kuona watu wananogewa kuipenda. Kwa hiyo pale nilipoishia nikasema ngoja niishie hapa alafu niandae kitu kingine. Baadaye nikaona hapana. Siri ya Huba bado haijaisha. Kwa nikawa nimepost ile episode ya mwisho nikasema tuangalie season 2. Nikawa nafikiria nianzishe kitu kingine au sasa malalamiko yalivyokuja kwamba amalizi kazi, mnaanzisha kazi zingine, nikaona hapana, ngoja nirudi kwenye Siri ya Huba. Kwa ndo nikaamua kurudi na Siri ya Huba season 2. Japo imerudi na ikawa na changamoto kidogo. Changamoto zilizotokea, msanii mwenzangu Benly alipata shida, aliumwa. Kwa hiyo hali yake ikawa haimruhusu yeye kufanyaje kushuti. Na kama angeshuti maana yake sijui hata angekuwa anaonekana. Haribu uhalisia. Tungeharibu uhalisia. Kwa tukasema ngoja kwanza tusubiri at least aweze kurecover ili turudi kwenye Siri ya Huba. Asante. Hapo ndo nilipokuwa nakuja kwamba nimeona moja ya comment, maana nasema mimi acha niwe mbinafsi. Watu ni kama, by the way, Arakea na movie mpya ambao ameiposti episode kama 3 hivi. Lakini bado naona kuna comments zina kama bado wanahitaji Siri ya Huba. Ndio nitaka nipate neno lako. Pale tumemaliza
au bado kuna mwendelezo wa season 2, 3 na stuff like that? Siri ya Huba inakuja, haijaishia pale. Niwaambie tu mashabiki zangu ambao wanasubiri Siri ya Huba. Siri ya Huba inakuja, na tunashukuru Mungu Benly amesha recover. Kwa hiyo tayari tulishaanza kuifanyia kazi. Kwa hiyo muda wowote kuanzia tarehe 10, 15 mwezi huu, mwezi wa 4 tutaanza kuiachia. Nadhani ni habari njema kwa wafuasi wa Siri ya Huba hii. Kwamba muda wowote kutoka sasa. Ni muda wote kuanzia sasa hivi Siri ya Huba itatoka. Na inakuja katika picha. Anyway, acha nisitoe siri. Okay bana. Inakuja katika picha gani mzee? Nafikiri watu wanajua kazi zetu. Hatujawahi kufanya kazi ambazo ni mbaya. Kwa hiyo tunajitahidi kufanya kazi nzuri. Kwa hiyo itakuja vizuri na Siri ya Huba watazidi kuipenda zaidi ya walivyoipenda mwanzo. Yeah. Nasema kitu chochote kizuri huwa kinampa faraja na furaha zaidi mtu kinapompa mafanikio fulani. Lakini pia haimaanishi katika uzuri wake basi hakijawahi kuwa na changamoto ama na kasoro zake. Nikirejea kwako, hasa tukimzungumzia Siri ya Huba kabla tujaigusia tamthilia ambayo imeanza kuruka hivi karibuni. Tukizungumzia Siri ya Huba, imekupa mafanikio gani mpaka sasa? Yaani ni kitu gani ama vitu gani ambavyo unasema najivunia Siri ya Huba? Lakini pia ni changamoto gani ambazo umekutana nazo na unaendelea kukutana nazo, kwa sababu unasema bado inaendelea kupitia Siri ya Huba? Bana, mimi na kitu kimoja au na principle moja. Napenda kufanya kitu kizuri. Na katika ufanyaji wangu wa kitu kizuri sipendi sana, yani sipendi kumbembeleza mtu kwenye kazi. Kwa hiyo ikitokea mtu analeta mchezo kwenye kazi, niko radhi nimtoe. Kwa hiyo Siri ya Huba changamoto yake kubwa ni locations. Unakuta mnashuti sehemu, watu kadri wakishagundua kazi inaenda, wanaongeza mali dao kwamba ongezeni pesa. Kwa hiyo inabidi tuhame, tutafuta location nyingine ili kazi fanyaje iendelee. Hiyo ni changamoto ya kwanza. Changamoto nyingine, kuna baadhi ya wasanii ambao siwezi kuwataja. Lakini nachomshukuru Mungu ni kwamba mimi na msimamo sana brother. Mimi nimetoka mbali, naipenda sanaa na sitaki mtu aniletee ujinga wa aina yoyote kwenye kazi yangu. Kwa hiyo mtu akileta ujinga wowote namtoa. Hata kama anacheza main character, nitamremove. Lakini mtu kama ana respect atabaki. Moja ya watu wanao respect sana ni Benly, na ndio maana kwa heshima yake tumeweza kumsubiria recovery ili tuendelee na mchezo wetu. Yes.